Katika kijiji tulivu kilichoitwa Mwanga, watu waliishi Sakshikuno na Mito Bakao Milidasina. Lakini kijiji hicho kilikuwa na hadithi ya siri ambayo iliwafanya watu wengi kuogopa kuzungumzia usiku. Wazee wa kijiji walikuwa wakisema kuwa kila baada ya miaka mingi, usiku mmoja wa ajabu hutokea. Usiku huo uliitwa usiku wa mwisho. Ilisemekana kuwa usiku huo kivuli cha siri na kuna mkitani na namu huonekana karibu na msitu wa kijiji. Hakuna aliyewahi kudhubutu kukifuata. Katika kijiji hicho aliishi kijana mwenye udadisi mkubwa aliyeitwa Baraka na kutafuta wavene. Baraka alikuwa tofauti na vijana wengine. Alipenda sana kusikia hadithi za wazee na kutafuta ukweli. Siku moja alimuuliza babu yake, "Ndiyo mjukuu wangu." "Babu, hii hadithi ya kivuli cha siri ni ya kweli?" "Hakika. Watu wengi waliwahi kujaribu kufuatilia siri hiyo, lakini waliogopa kurudi tena." Baraka alihisi hamu kubwa ya kujua ukweli. Ndani ya moyo wake alijua jambo moja: siku moja angegundua siri hiyo. Miaka ilipita. Siku moja mambo ya ajabu yalianza kutokea kijijini. Mbwa walikuwa wakilia usiku, sauti zao zilizikisimulia masiisi mbili miea. Ndege walikuwa wakiruka kwa woga, wazee wajiwa isakupa na shanga. Ukungu mzito ulianza kufunika msitu. Wazee wa kijiji walikusanyika haraka. Wakakusanyika haraka ili kujadili yaliyokuja. Mmoja wao alisema kwa sauti ya wasiwasi, "Lazima tuwe macho. Dalili hizi zinaonyesha usiku wa mwisho umefika." Baraka aliposikia hayo, moyo wake ulipiga kwa nguvu. Huu ndio ulikuwa wakati aliokuwa akisubiri. Nifuate kwa ajili ya kusikia sehemu ya pili.